Karibu kwenye taarifa za mchezo na burudani ndani ya 18 za Open, ikiwa leo ni Oktoba 20 ya mwaka 2025. Yapo mengi ambayo tutaangalia kwenye miguu 6, miguu 12 pamoja na miguu 18. Miongoni mwa yale ambayo tutaenda kuangalia ni pamoja na muendelezo wa ligi kuu Tanzania bara. Michezo miwili jana imepigwa katika viwanja tofauti tofauti, lakini pia wawakilishi wa kimataifa Simba pamoja na Singida Black Stars jana nao wamecheza michezo yao, lakini kimataifa pia tutakuja kuangalia matokeo ya EPL. Mimi ni Yohana Mashauri, lakini nikukumbushe tupo na washirika wetu Kaizali Building Material ambao wao ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi. Wanakuambia ushirika wao na wazalishaji wa vifaa hivyo ni nguzo muhimu katika kukuhudumia wewe. Sasa kama unahitaji kukamilisha ujenzi, wasiliana nao, lakini pia kama unahitaji kufungua biashara na hujui unaanzaje, basi usiwaze, cha msingi fika katika ofisi zao ambazo zipo uwanja wa Jamhuri Dodoma ili uweze kupata huduma hiyo. Lakini pia wasiliana nao kupitia namba 07 69 77 11 65 ama 07 62 77 11 59. Tukianza na miguu 6, ligi kuu Tanzania bara imeendelea hapo jana kwa mchezo miwili kupigwa. Mchezo wa kwanza ulipigwa katika uwanja wa Jamhuri Dodoma ambao uliwakutanisha Mtibwa Sugar dhidi ya Coastal Union na kushuhudia timu hizo zikitoshana nguvu kwa sare ya bila kufungana. Mchezo mwingine ulipigwa katika uwanja wa Jenerali Samuyo ambao uliwakutanisha JKT Tanzania dhidi ya Namungo FC. Mchezo huu ulimalizika kwa sare ya 1-1, huku Namungo walikuwa wa kwanza kupata bao kupitia kwa Ali Salehe Machupa mnamo dakika ya 40 na baadaye Salehe Karabaka kaisawazishia JKT Tanzania dakika ya 90. Tukihamia kwenye miguu 12, wawakilishi wa nchi upande wa michuano ya klabu bingwa barani Afrika, Simba Sports Club wameanza vyema mchezo wa kwanza ugenini baada ya kupata ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Nsingizini FC. Bao la kwanza lilifungwa na Wilson Nangu akimalizia kona ya Nio Maema, huku mabao mawili yakifungwa na Kip Dennis Prosper ambaye aliingia kutokea benchi. Baada ya mchezo huo kumalizika, msemaji wa Simba Ahmed Ali amewataka mashabiki kujitokeza kwenye mchezo wa marudiano Oktoba 26. Waliobaki kutimiza majukumu yao sasa ni mashabiki wa Dar es Salaam, ni mashabiki wa Tanzania, na wao wanatakiwa kuja kwa wingi uwanjani siku ya tarehe 26. Na hili ningependa kulisisitiza. Isitokee mtu akaidharau hii mechi. Eti tumeshashinda bao 3 na kwenda kufanya nini sasa? Mnyama ameshaenda group stage. Kwanza group stage hatujaenda. Wawakilishi wengine upande wa kombe la shirikisho, Singida Black Stars wametoa sare ya bao 1-1 dhidi ya Frambude Center kutoka Burundi, huku goli likifungwa na Kratos Chota Chama. Mara baada ya mchezo huo, afisa habari wa Singida Black Stars Hussein Masanza alizungumza na kuahidi dhamira yao ni kufuzu makundi. Focus yetu ni kufika hatua ya makundi kwenye mashindano haya, na mchezo leo hatujapoteza. Singida hatuna sababu ya kuvurugana kwa sababu hatujapoteza mchezo, tumepata matokeo ya sare, lakini sare yenye heshima kwa ugenini ambayo ina faida kwetu. Lakini kukumbushe bado tupo na washirika wetu Kaizali Building Material ambao wao ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi. Sasa kama unahitaji vifaa bora na imara kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wako, basi wasiliana nao. Sasa cha msingi fika katika ofisi za Kaizali Building Material ambazo zipo uwanja wa Jamhuri Dodoma, lakini pia watafute kupitia namba 07 62 77 11 59 ama 07 69 77 11 65. Tukimalizia na miguu 18, tuambia kwamba klabu ya Liverpool imepoteza mchezo wa 3 mfululizo baada ya kupokea kichapo cha mabao 2-1 kutoka kwa Manchester United katika uwanja wa Anfield. Mabao ya Manchester United yalifungwa na Bryan Mbeumo dakika ya pili na Harry Maguire dakika 84, huku goli la kufutia machozi upande wa Liverpool likifungwa na Gakpo. Mchezo mwingine wa mapema wa ligi hiyo uliokutanisha Aston Villa dhidi ya Tottenham Hotspur ambapo Aston Villa aliibuka na ushindi wa mabao 2-1. Na huo ndio mwisho wa 18 za Open kwa siku hii ya leo. Shukrani sana kwa wewe ambaye umeungana na mimi toka mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki, lakini nikukumbushe kwamba tulikuwa na washirika wetu Kaizali Building Material. Kama unahitaji vifaa bora na imara vya ujenzi, lakini pia kama unahitaji kufungua biashara na hujui unaanzaje, basi wasiliana nao ama fika katika ofisi zao ambazo zipo uwanja wa Jamhuri Dodoma. Kwa mawasiliano zaidi watafute kwenye namba 07 69 77 11 65 ama 07 62 77 11 59. Mimi ni Yohana Mashauri. Endelea kufuatilia taarifa mbalimbali za Open Online Media.